Fikiria ulimwengu kama uko chaotic, yani makelele mengi, mambo mengi, yani kuna stress nyingi zinaendelea. Mpaka kwenye mitandao ya kijamii, mteja anavyofungua simu yake, anakutana na matangazo mengine mengi sana kama 10,000, kama 50,000. Actually kwa siku mteja anaona zaidi ya matangazo 300. Uwezekano ni mdogo sana akakuchagua wewe. Kwa maana hiyo, ili uweze kuchaguliwa wewe na mteja wako, inabidi uhakikishe kwamba tangazo lako ni either very unique au umelitengeneza kwa hisia ambazo mteja akiguswa kweli anashawishika au anakukumbuka zaidi na anashawishika kununua. Lakini kwa bahati mbaya, hata kama ingekuwa kweli umetengeneza tangazo zuri kiasi hicho, maamuzi ya mteja kununua hayako linear tena. Hayako linear. Okay, so nakumbuka darasani siku ya kwanza. Okay, so moja kati ya vitu ambavyo tumefundishwa shule ni marketing. Nimekuwa interested na marketing toka shule. Na darasani siku ya kwanza ambayo mwalimu ameingia darasani, alitufundisha kuhusu marketing funnel. Marketing funnel nimewahi kuelezea hapa Instagram, lakini marketing funnel ni kama ni modo inayoonesha hatua ambazo wateja waga wanapitia mpaka wanakuja kununua. Kwa kawaida wateja wanakufahamu, then wanashawishika, then wanafanya wanatamani hicho kitu unachokiuza, then wanafanya maamuzi ya kununua, na wanakuja kwa wateja wa kudumu, na wanakuja kwa kutangaza or something. Sasa hivi ni vigumu sana kupata wateja wanaenda direct kutoka kwenye kufahamu kwenda mpaka kununua ndani ya campaign moja. Kwa hiyo campaign yako inabidi iwe flexible kidogo, tofauti na hizi campaign ambazo tumezizoea za kutengeneza tangazo alafu watu wakakutafuta kutokana na tangazo lako. Actually, aina pekee ya watu watakao kutafuta kwa tangazo la namna hiyo ni watu ambao wako interested na hicho kitu sasa hivi. Yani umewakuta wakiwa solution aware au wakiwa problem aware na wanataka solution sasa hivi. Yani wakiwa wanajua tatizo lao na wanataka hiyo changamoto itatuliwe sasa hivi, na ndio kwanza wamekutana na tangazo lako linawatatulia changamoto, linaelezea changamoto kwamba unaweza kuwatatulia. So hao watu pekee ndio watakao kutafuta. Lakini sana sana unajikuta kuna kundi kubwa la watu ambao unajaribu kuwatafuta, kuwatatulia changamoto zao kwa tangazo lako. Sasa hao watu ili uweze kuwapata, ni vigumu kuwapata kwa campaign ambayo imetengenezwa zamani kama matangazo ya kulipia ambayo tunayafahamu haya ya kupost na kuboost, au kwenda Facebook manager kwenda mpaka mwisho afu na kupublish hilo tangazo. Hayo matangazo hayafanyi vizuri kwa sababu ushindani ni mkubwa sana wa matangazo. Kuna makelele mengi, it's very chaotic. Kila mmoja anatengeneza matangazo, kila mmoja anajua jinsi ya kuyatengeneza. So, unaweza kaniuza Mark Benvix. Ni vitu gani ambavyo naweza nikafanya ili niweze kuhakikisha kwamba okay, wateja wakija kwangu basi wanaona ile uniqueness kiasi kwamba wanashawishika kwa uharaka zaidi kununua vitu vyangu. Kuna mambo machache unaweza kufanya. Moja kati ya hayo mambo ni kutumia artificial intelligence au AI katika kutengeneza campaign zako. Okay, so kama nilivyokuambia kwenye episode iliyopita kwamba nimekutengenezea darasa ambalo unaweza kufundisha jinsi ya kutumia AI kutangaza biashara yako na kutengeneza campaign ambazo zinavutia wateja sahihi. Unaweza kupitia ile darasa kama unaangalia video Instagram, click link hapo kwenye bio. Kama unaangalia video YouTube, click link hapo kwenye description. So unachoweza kufanya ni unahakikisha unatengeneza reels pamoja na responses ambazo ziko predetermined kutokana na aina ya wateja na probability ya safari ya mteja. Kwa hiyo kama mteja ushagundua huyu mteja changamoto yake ni hii, au yupo kwenye level fulani ya awareness, labda hajui changamoto yake ni ipi, then unaweza kuwashatengeneza baadhi ya material au baadhi ya assets ambazo ziko ready kwa ajili ya consumption ya huyu mteja ili aweze kushawishika kiurahisi. So sometimes ni ngumu kutengeneza hizo assets kwa sababu it's not commonplace. Lakini unaweza kutumia AI kufanya hiyo process. Okay, and this is going to change your business. Hii kitu inaenda kubadilisha biashara zetu zote kwa sababu matangazo ya kulipia tunavyoyaona yanaenda kubadilika soon. Kwa sababu Facebook wenyewe wanategemea wao wenyewe waanze kukuletea matokeo ya matangazo. Soon wewe mwenyewe utakuwa unawalipa Facebook, wao wenyewe wanaenda kutafutia matangazo, wanakutengenezea tangazo, wanakutengenezea tangazo kwa sababu AI inaweza kufanya hiyo kazi, wanakutengenezea tangazo, wanakutafutia wateja mpaka mteja ananunua. Hiyo kazi yote wanaweza kuwa wanafanya Facebook. Kwa hiyo sisi marketers kazi yetu inaweza ikafa. Lakini that's not true pia, kwa sababu ina maana gharama za matangazo zitakuwa kubwa. Yaani kama Facebook wao wenyewe wanakutafutia wateja, ina maana customer acquisition costs zitakuwa kubwa sana na itakuwa vigumu sana kwa baadhi ya wafanyabiashara kucompete, especially kama hawana resources. Na ndio maana nakwambia sasa hivi ndo muda mzuri ambao tumeifahamu AI sasa hivi
na ni kama competitive advantage, unabidi uanze kutumia AI sasa hivi kwenye biashara yako ili uweze kushinda ushindani wako haraka na uweze kupata pesa ya kutosha kutoka kwenye soko, ili ikitokea mabadiliko makubwa yametokea ambayo yanahitaji mtaji mkubwa, tayari unakusha kusanya capital kutoka kwenye soko. Okay? So I just wanted to share this with you guys kwa sababu I don't see anybody talking about this, but I hope you enjoy this. Okay? Yeah, kama utakuwa na swali niachie swali kwenye comments. Nipo live kujibu. Japokuwa waga sipo live kwenye DM, sijui kwa nini, lakini kwenye comments waga nipo live. Okay? So yeah.